Yasin Bunu, hakuna mashaka juu ya uwezo ambao yuko nao. Nasir Mazraoui, Shad Riyad kwenye eneo la midfield, Bilal Al-Khanous, Azzedine Unai ni miongoni mwa wachezaji ambao wanaangaliwa zaidi, lakini juu wamemtanguliza Ismail Saibari. Ukiangalia mfumo wanaocheza ni 4-2-3-1. Ndicho ambacho watu wengi wanakiangalia. Bench lina nyota kama kina Sofiane Amrabat, Sofiane Rahimi yuko nje, Zakari Elawi yuko nje, Ayub El-Kabi bado yuko nje, na pamoja na Anas Salah Eldin wote wako nje. Leo anachojaribu kukiangalia pengine kwa hii approach ambayo ameifanya kocha Mohamed Wabi, nini anatafuta? Anatafuta versatility. Ukiangalia wachezaji wengi hapo, kwa mfano Mazraoui ambaye mara nyingi kwenye klabu yake anacheza kama right back au anaweza kucheza kama right sided center back, lakini yuko anacheza kama full back. Hiyo yote ni kwa sababu ana uwezo wa kuoperate maeneo yote ya ulinzi kwa ufasaha vizuri tu kabisa. Kwa atakuwa na kazi yake naye dhidi ya Rafinha, lakini Hakimi atakuwa na kazi yake kwenye upande wake na atikisiki mara nyingi na baki kuwa hivyo. Tulikuwa tunajadili hapa na James, ukiangalia hii timu ya Morocco jinsi ilivyo, huo ukuta wake tu, Mazraoui ni Premier League player, huyo Riyad ni Premier League player, lakini Issa Diop ni Premier League player, Hakimi ni PSG. Kwa huo ukuta tu wenyewe unauona tayari uko kwenye top level ya mpira wa miguu katika ngazi za vilabu. Ukienda katika eneo la kiungo sasa, El Anawi yuko AS Roma na anacheza vizuri. Buadi yuko Lille Metropole na anaanza vizuri tu kabisa. El-Khanous huyo hapo watu walikuwa wanamuona kipindi kwa Leicester City, maana alicheza Uingereza na anafanya vizuri. Sasa yuko Bundesliga. Unai Girona, kila mmoja anafahamu bala lake. Brahim Diaz atakiwa kuzungumziwa. AFCON tu hapo tunakumbuka vitu alivyokuwa anavifanya. Sungeweka tu alikuwa Real Madrid. Alikuwa Real Madrid, lakini tukumbushe tu watu balalo kwa alifanya AFCON. Namna alivyokuwa anabeba Morocco AFCON tu hapo. Sende mbali. Saibari kabla ya kombe la dunia ili kuanza, tayari Bayern Munich wako kwenye mazungumzo ya kumchukua. Unaelewa huyu ni mchezaji wa aina gani, ambaye akiwa PSV acheze kama mshambuliaji. Kwa hapo mbele hakuna mshambuliaji pase, ila kuna viungo washambuliaji ambao wana uwezo wa kurotate, kwa maana ya kwamba El-Khanous muda mwingine anaweza kacheza kama pembeni, Unai anaweza kacheza katikati, au wote wana rotate, maana hakuna mtu ambaye atakaa katika nafasi moja. Na hiyo yote inajengwa kwa ajili ya kuwapa ugumu mabeki wa kati au wa pembeni wa Brazil, kwamba nani utamkabana na kwa wakati gani. Au wote hawana vimo virefu, lakini mguuni wanajua kutunza mali. Kwa hapo katika zile mipambano ya 1v1 panaweza pakawa na changamoto sana pia kwa wachezaji wa Brazil, kama wataruhusu Buadi pamoja na Al-Anawi waone pasi za mbele kwenda kwa El-Khanous au Unai mwenyewe. Matatizo yanaweza kaanzia hapo kwa Brazil.